Nini ujumbe uliokuja nao kutoka kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye UNGA 80? Asante sana. Wajua, huu ni mwaka wa muhimu sana. Manake tunajua kwanza Umoja wa Kimataifa wa Mataifa uko katika mwaka wa 80. Kumekuwa na mazungumzo mengi sana ambayo yameangazia huu mwaka. Yamelenga mambo ya mabadiliko, mambo ya kuhusisha nchi zingine, na sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaambatana kabisa na hayo malengo. Tumeweza kuwasikiza marais wa nchi patanishi za jumuiya ambao wamezungumza hapa, tukianzia na mwenyekiti wa jumuiya ambaye ni rais kutoka nchini Kenya, Excellency Ruto, na ameangazia masuala ambayo sisi kama jumuiya tunapendekeza. Tungependa moja, kuhusishwa, lakini pia ni pahali pazuri ambapo tumeweza kuwa na mikutano ya kufana mno. Tumeweza sisi kama jumuiya kuonyesha mambo bora ama mipango bora ambayo sisi tunaendeleza kule kwenye jumuiya, ambayo nchi kuna mipango mingi ambayo tumeweza kuwa nayo. Ukizingatia jumuiya, unajua vizuri kwamba mbinu yetu ya kimsingi ni soko la pamoja na umoja wa forodha, na hayo ndio masuala ya nguzo ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo sisi tumeweza kuzungumza na wenzetu kuhusu maendeleo ambayo tumeweza kuwa nayo katika mambo ya kidijitali, kwa sababu tumeweza kuweka msingi wa jinsi ambayo tutaweza kuwa na malipo ya kidijitali kwa kutoka mpaka mmoja mpaka mwingine. Kwa hiyo ni mbinu moja ambayo tunaleta maendeleo kwenye uchuuzi na kujiendeleza na kujikimu kwa wale wananchi wa jumuiya, na kumekuwa kweli watu wamefurahia sana ambayo tumeweza kufanya. Tukija katika swala zima la usalama, sasa hivi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna nchi 5 kati ya 8 ziko kwenye migogoro. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, tunashuhudia Somalia na Rwanda na Burundi kwenye mipaka kuna matatizo. Kama jumuiya mnafanya nini ili kuhakikisha ile eneo linakuwa salama? Na mnashirikiana vipi na mashirika mengine kama SADC au Umoja wa Mataifa? Tuseme hivi Flora, tukiangalia mambo ya misukosuko haimo peke yake kwenye jumuiya, iko kabisa kwenye dunia kote. Tumeweza kusikia misukosuko kule Israeli, tumeweza kusikia kule Ukraine. Sasa pale pia kwenye region yetu, ukanda wetu kule wa mashariki, pia kuna ile misukosuko, lakini hatuna hofu, kwa sababu unajua Kiswahili tunasema penye wazee hapaharibiki neno. Na sisi chini ya uongozi wa wenyekiti wa SADC, kumeguzia SADC ambayo ni kanda la Afrika Kusini, na sisi katika kanda ya Afrika Mashariki kumeweza kuwa na mazungumzo ambayo yamefua dafu, na sisi tunajivunia sana. Tangu tuzungumze na wewe mwaka uliopita, tuliweza kuona kwamba wenyekiti wa jumuiya yetu na SADC wamekutana pamoja. Kumekuwa na baraza la pamoja ambayo limekuwa na maraisi wote. Hii baraza imeweza kuweza kuangazia yakini nini haswa ndicho chanzilishi cha misukosuko, tuseme kule Eastern DRC, mashariki mwa Kongo, na pia kumeweza kuwa na mazungumzo ni vipi ambayo yataweza kutatuliwa. Mwaka uliopita kufikia sasa, tangu tuzungumze, tuliweza kuwateua wale tunaita facilitators ama viongozi ambao wataleta suluhisho ama mazungumzo ambayo yanalenga suluhu kuhusu hii misukosuko. Na tunajivunia kwanza tulihusisha wanawake wawili ambao ni marais wa hapo kitambo katika hao ambao walioteuliwa. Kwa hivyo sasa hivi tukizungumza, naweza sema ulisikia mazungumzo hapa kwenye ukumbi ya kwamba kumeweza kuwa na maendeleo na kumeweza kuwa na utulivu, kwa sababu pia kuna wale ambao walichukulia pahali pia sisi tumefikisha. Sasa tumehusisha ile baraza la African Union, na pia tumeweza kuona nchi kama UAE wamehusika, tumeona hapa Marekani wamehusika. Kwa hivyo dunia yote inaungana na sisi, na hapo bila shaka hapatakuwa na tatizo. Kwa mambo ambayo umesema labda ya South Sudan, pia hiyo kanda la tuseme ile jumuiya ya IGAD
inaweza tunafanya pamoja nao kwa sababu ndo wanaongoza katika hayo mazungumzo. Mambo ya boda ambayo mipaka baina ya Rwanda Burundi pia kuna mazungumzo. Kwa hivyo tuseme ni jambo ambalo linazidi kuendelea, jambo ambalo linazidi kuzungumziwa. Tukiangalia sasa dunia nzima kuna hili swala la kukatwa kwa ufadhili. Nchi zimeathirika, mashirika yameathirika, na nyie kama Jumuiya ya Afrika Mashariki limewaathiri vipi? Na mnafanya nini basi ili kuhakikisha mnakabiliana na hali hii? Umezungumza lakina mno na maana, kwa sababu ni kweli kumekuwa na upungufu wa pesa ama fedha ambazo zinatolewa katika mipango ama miradi ya kimaendeleo, na imebidi sisi wenyewe kujiangazia na kusema mwanzo tuweze kupanga la muhimu, prioritizing, tuweze kupanga la muhimu ni lipi ambalo sisi tunaweza kufanya kwa fedha zilizo, ambayo itakuwa na ile itazua tuseme ni matokeo ambayo ni ya muhimu. So tunasema tuchukue pesa zile ziko kidogo tuziweke kimuhimu ili tuweze kuwa na matokeo. Vipaumbele ndio, ama ile kimombo tunasema prioritization. Kwa sababu hiyo ni jambo ambalo hatutatoroka. Sio upungufu wa pesa, pia ni ile nchi zingine kujiangazia wenyewe, kwa sababu ile umoja wa kimataifa unazidi kuzorota kidogo. Kwa hivyo sisi wenyewe lazima, sisi kama bara la Afrika, sisi kama kanda la Afrika Mashariki, lazima sisi wenyewe tujiulize ni jinsi gani tutaweza kujikimu na kulenga ambayo ataleta maendeleo endelevu katika jumuiya. Tukija katika swala la demokrasia, nchi 3 za Afrika Mashariki zina uchaguzi mkuu mwaka huu. Tanzania, lakini Uganda, lakini vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki mnashirikiana vipi na hizi nchi, kwa sababu bila demokrasia kunakuwa na machafuko? Kuhakikisha demokrasia inadumishwa, lakini pia uchaguzi unakuwa salama na amani inashuhudiwa. Kwa kweli kwenye jumuiya tuko na mpango wa kazi tofauti tofauti. Mmoja wao ni ile sehemu ambayo inahusika na masuala ya kidemokrasia, amani na usalama. Tukipitia hiyo ofisi tumeweza kuwateua wale ambao wataweza kuwa na mtazamo wa huu uchaguzi. Kwa mfano umesema mambo ya muungano wa Tanzania. Tayari mpango imeweza kuwekwa jinsi tutaweza kuhusisha, vile tunaweza kuangalia, na tutajihusisha pamoja na Afrika, Umoja wa Afrika, African Union, muungano wa Afrika, tutaweza kujihusisha na wao pamoja na pia kanda zingine ambazo zina huo utazamo. Sisi kwa maoni yetu hamna swala ambalo liko na shida. Nimeweza kwenda Uganda, nimeweza kwenda katika ile uchaguzi wa kwanza ule wa kimsingi, yani primaries, tumeona vile wanaendeleza watakuwa wako sawa. Tunajua, kwa hivyo tunajua sisi huwa tunaungana, huwa tunazungumza, huwa tunahusisha, huwa tunaangalia, tunahamasisha ya kwamba ni lazima tukinge demokrasia yetu kutokana na upotovu wowote. Kwa hivyo nina amani ya kwamba yote yatakuwa sawa. Na mwisho kabisa, unaondoka na nini kwenye huu mkutano wa UNGA 80 ambacho utakipeleka kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kwa mimi mwaka huu nimeweza nimeweza kufurahia sana ni kusisitiza ambapo kuko katika kuweka miundo msingi mbinu ambazo zinazingatia kidijitali. Hiyo ndio leo. Hayo ndio masuala yapo leo. Kwa hivyo kwangu mimi nimeweza kufaidika sana kuangalia msisitizo ambapo huko pesa ambazo zinatengwa na kuwekwa muhimu la hili swala la kujikimu katika masuala ya kidijitali. Asante sana na kushukuru na kutakia kila la heri. Asante Flora, ni furaha kwangu kuwa hapa kwenye idhaa ya Kiswahili ya UNGA. Nashukuru sana. Asante sana.